Taenda na mwimbaji hapo wa kukaribisha neno. Oui. Msafiri 75 wokovu kwa ajili ya neno. Niliye msafiri mgeni dunia, sioni kwangu hapa, uko juu mbinguni. Ninatamani ndio kukaa siku zote pamoja naye Baba katika huu. Iyo kwangu mbinguni, kwangu mbinguni, uzuri wa mbinguni wapita. Kwangu mbinguni, kwangu mbinguni, uzuri wa mbinguni wapita yote. Kwangu mbinguni, kwangu mbinguni, uzuri wa mbinguni wapita yote. Mwokozi yuko huko, rafiki yangu aliyenikomboa na kuchukua dhambi, na hata nikiona ningali natamani makao ya Mungu. Kwangu mbinguni, kwangu mbinguni, uzuri wa mbinguni wapita yote huko. Kwangu mbinguni, kwangu mbinguni, yo uzuri wa mbinguni wapita yote. Iyo upesi nitaona kifiko cha mbinguni, Mwokozi wangu Yesu atanikaribisha, na huko nitaona nilivyotumaini. Genobe nitapiga kumshukuru. Kwangu mbinguni, kwangu mbinguni, uzuri wa mbinguni. Kwangu mbinguni, kwangu mbinguni,
uzuri wa mbinguni wapita yote. Kwangu ni kwangu mbinguni kwangu, uzuri wa mbinguni wapita yote huko. Tusimame tusome neno. Wakolosai 1:15 hadi 18. Tunasoma kwa utukufu wa jina Yesu Kristo. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi na au sultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa. Naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Amen. 9. Kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae. Amen. Naomba. Simama wewe. Tunakushukuru Yesu Kristo, Mungu mkuu na muweza, kimbilio wa vizazi vyote. Baba, kwa kutupea nafasi tena jioni ya leo kwa ajili ya kusikiliza machache kutoka kwako Bwana. Tuko hapa tena kwa ajili ya kuweza kufunzwa na wewe kupitia mjumbe akinena, maana ndiye mtu pekee uliyemtuma kwa wakati wa leo, wakati wa jioni, kwa ajili ya kuweza kukusanya ile ngano ili ikawekwe ghalani Bwana, na wale watakaogairi hiyo sauti basi wamekuwa ni makapi kwa ajili ya kuchomwa. Baba, tunakuomba jioni ya leo tusaidie, tusio peke yetu, bali Baba tunaomba kiungo cha kimbinguni kikaweze kuwa pamoja na kila mmoja wetu katika ibada ya leo. Katushikamanishe Bwana katika jioni ya leo, tukaweze kuona faida ya sisi kusanyika mahali hapa Bwana. Tuweka yote chini ya damu kwa ajili ya utukufu wako Baba yetu, tukiamini nguvu na uweza wako utamiliki kila mmoja. Kwa jina Yesu Kristo Mungu wa Abrahamu tunaomba hivyo. Amen. Nawasalimia na kuwakaribisha tena katika jina Yesu Kristo. Nashukuru Yesu tena umetupa nafasi kwa ajili ya neno, kupata nafasi ya ibada. Tunaendelea na somo yetu ya uungu mkuu wa Yesu Kristo. Nafikiri tumeshasoma mengi juu ya ujumbe na uungu ambao nabii ametuambia, angalau tukingali mwanzoni hatujaingia sana.
Kaa vizuri, kaa vizuri. Nafikiri nabii alituambia wiki iliyopita kwamba alianza kutuambia kuko tofauti kati ya Yesu mwili na yule aliyekuwa ndani yake. Katuambia kwamba huu mwili ambao tunauona hapa au picha hii ambayo tunaiona hapa ambayo ilichorwa na Hoffman, huyo hakukuwa ni Mungu ama hakukuwa ni Yesu, bali ni picha tu ambayo alipata inspiration akachora, na nabii akasema mbo angalau ilitafanana na picha ya Yesu. Bwana tusaidie sana, lakini sio Yesu mwenyewe. Ngoja nifunge hii tu, tuchukue muda hapa. Ngoja nitumikishe tu hii tablet. Hii itafanyaga siku nyingine kazi. Tusipoteze muda. Nabii alituambia hivi, ngoja ni kisoma ujumbe hapa wa tarehe 31 mwezi wa 7 60. Nabii anasema hivi, tarehe 31 mwezi wa 7 Nabii anasema montre-nous le Père et cela nous suffit. Eti utuonyeshe Baba na hilo yatutosha ama tunatutarizika. Aya ya 67 hadi 70. Sikia nabii anavyosema hapa kwa kuendelea. 67. Sawa, tufuate vizuri, tusikie nabii anavyosema. Tunaendelea hapa. Nabii anasema hivi, ni ya Kifaransa. Écoutez, hier soir lorsque nous prêchions sur vous ferez aussi les œuvres que je fais. Eti sikilizeni, jana jioni wakati tulipokuwa tunaongea ama tunahubiri juu ya mtafanya kazi hizi ninazozitenda, kwa sababu Yesu ndo alizisema. Sawa, kwenye wa Yohana sura ya 14 na mstari wa 12. Wewe damu, tulia we.
Nous avons considéré les œuvres qu'il a faites. Nasi tuliweza kuona kazi au matendo ambayo alikwenda kuyafanya Yesu. Et nous avons montré en quoi cela consistait. Nasi tuliona na tulionyesha hiyo ilikuwa inakusudia kitu gani. Il a promis qu'il serait ici. Naye aliahidi kwamba angekuwa hapa. Vous direz, utasema, mais Dieu était vivant dans un autre âge. Unasema kwamba, au ungesema, lakini Mungu alikuwa hai katika wakati ambao uliopita. Dieu vit à toujours. Nasikia huko watu walikuwa wanasema kipindi nabii anasema, alikuwa anahubiri hapa, wanasema kwamba eti wewe unasema ndugu Branham tutafaa kama vile Yesu alisema. Mbona Mungu yeye alikuwa wakati wengine, ndio watu wengine leo wanaamini hata leo. Hawaamini tena kama Mungu anaweza fanya miujiza ama anaweza okoa watu. Wanakuambia vishaga pita hivyo, hakuna tena vya kuokoka leo. Nabii anasema hapana, Mungu jinsi alivyokuwa hai na leo anaendelea kuwa hai. Eti Mungu anaishi siku zote. Dieu vit à toujours. Dieu est éternel. Mungu yeye ni wa milele. Dieu ne peut pas mourir. Mungu hawezi kamwe kufa. Mungu hawezi kukufa. Yeye iko wa milele. Takuchapa, unaweka kelele. Right. Nabii anasema hivi, Mungu hawezi kufa. Dieu ne peut pas mourir. Dieu, ils ont tué le corps. Jésus. Tunasikia vizuri. Waliua nini? Mwili. Hawakuua nani? Tunasikia nabii kisha anavyosema, watu Wafarisayo na Warumi wakati Mungu alikuwa ndani ya mwili, hawakuua Mungu. Waliua nini? Mwili ambao alikuwa nakaa hemo. Ndo ule ambao ulikufa, ambao ulilia pale Eloi Eloi lama sabachthani. Tunasikia vizuri. Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Roho ambaye alikuwa ndani yake, ule ambaye alishuka wapi? Yordani, akatoka. Kwamba Mungu hawezi changia na mwili ambao umejaa nini? Dhambi, kwa sababu ule mwili ulikuwa umebeba dhambi. Tunasikia vizuri. Wakati Yesu alipowekwa pale msalabani alikuwa ishabeba dhambi za ulimwengu. Sasa Mungu wakati Yesu anaenda kutimiza ile agizo yake, agizo ambalo alikuwa nayo, Mungu roho, sawa? Yule roho ambaye alikuwa anafanya kazi, roho ambaye alifufua Lazaro akamtoka. Ndio maana alilia, Eloi Eloi la Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Zile nguvu za uungu, yule wote Mungu wa milele ambaye aliumba mbingu na nchi akatoka akajiondokea zake. Akabakia yeye mtu mwenyewe tu, mwili wa kawaida. Ndio nabii anasema hapa kwamba Mungu hawezi ukaua Mungu. Kwa hiyo Yesu alipokufa pale msalabani, sio Mungu ndio mwenye alikufa. Mwenye alikufa ni nani? Mwili ambao Mungu alikuwa anakaa hemo. Tunasikia vizuri. Nabii anasema hapa, Dieu ne peut pas mourir. Mungu hawezi kufa. Ils ont tué le corps, Jésus. Waliua nini? Mwili ambao alikuwa nani? Yesu. Na ndio maana nabii anasema kwamba ndani ya Yesu mlikuwa Yesu mwingine. Tunasikia vizuri. Ndani ya huyu mlikuwa Yesu mwingine.
Kwa hiyo mlikuwa wa Yesu wawili. Tuwasikia vizuri, Yesu wa mwili na Yesu roho, sawa eh? Ndo ukachanganya wote inakuwa mtu mmoja. Tuwasikia vizuri, na ndo maana wakati wa Musa mwenye alikomboa wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani, hakukuwa Mungu wala hakukuwa Musa. Tunasikia vizuri hakukuwa ni Mungu mwenye alikomboa wana wa Israeli, unifuate vizuri, ndo uungu wala Musa. Sawa? Kwa sababu gani? Huu Mungu huyu ni roho. Mungu hawezi komboa mwanadamu kama iko roho. Tunasikia vizuri. Na Musa alikuwa nani? Mtu, mwanadamu. Sawa? Hakuna mtu ambaye anaweza komboa taifa lingine. Sasa kilichofanya kazi pale nani? Ni wakati Mungu alipoingia ndani ya Musa. Tunasikia vizuri. Mungu ndani ya Musa ndo akakomboa nani? Wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani. Tunasikia vizuri. Yaani ukitaka kujua Mungu anafanya kazi leo, ni hadi Mungu achukue roho wake aiweke ndani ya nani? Ya mwanadamu. Ndo anafanya kazi. Tunasikia vizuri. Utasikia Branham anavyosema kwamba eti Mungu daima yeye anatumikishaka mwanadamu tu, atumikishi vyombo vya kawaida. Ils ont tué le corps, Jésus, mais Dieu l'a ressuscité et il vit éternellement. Kwamba wao waliua tu mwili wa Yesu, lakini Mungu ndiye aliyeufufua ule mwili na anaishi milele. Sikia. Son esprit vit dans l'église aujourd'hui. Roho wa Mungu anaishi leo wapi? Ndani ya kanisa lake. Kanisa lake lipi? Bibi harusi. Bibi harusi yupi? Kuanzia wakati wa Efeso hadi Laodikia. Tunasikia vizuri. Mungu haishi kumadhehebu. Kuanzia ndo ile inatajaga kila wakati. Kuanzia wa Pentekoste. Kama gisi tunavyoona watu hapa wanayumba yumba, wanashindwa kuamini ujumbe, wanaenda tena kumadhehebu na wanajifariji. Eti sisi wote tutaenda mbinguni, frere, tunaamini Mungu ule mmoja, tunajua Yesu Kristo ni. Hapana, ni bongo. Wei. Tunasikia vizuri. Mtu asikudanganya, hakuna metodiste mwenye atanyakuliwa. Tunasikia? Sikia Branham. Mambo mengine inaanza kuya sasa hivi. Ufunuo sura ya 5. Ufunuo mlango wa 5, sikia nabii anavyosema hapa. Najua paragrafe saa 15. Ngoja niangalia haraka hapa. Ngoja nitafute hapa.
Nasikia nabii anayosema hapa ni sehemu ya kwanza. Ufunuo mlango wa 5 sehemu ya kwanza tarehe 11 mwezi wa 6 61 aya 113 hadi kama 18 hapa haraka. Nabii anasema hivi, mnaona tunazunguka tu huku na huku kama nilivyosema, tukichukua maiti moja kutoka nyumba moja na maiti ndani na maiti hadi nyingine. Unasikia huko tukibadilisha wafuasi na vitu kama hivi. Naona nabii kisha anavyowaita wafuasi wa kuhamahama. Leo yuko kwenye ujumbe, leo yuko kwa madhehebu, leo yuko kwa madhehebu, leo yuko kwenye ujumbe. Ni maiti. Na unakuta leo wachungaji wanaanza lilia wanani? Waamini. Ni muamini wangu. Wewe ni muamini wangu. Mimi ndo niliwabatiza. Ni maiti. Unalilia nini? Maiti. Haiko mie, Branham ndo anasema. Tunasikia vizuri. Mnaona? Tunazunguka tu huku na huku kama nilivyosema, tukichukua maiti moja kutoka nyumba moja ya maiti hadi nyingine, tukibadilisha wafuasi na vitu kama hivi. Vema, ina faida gani? Na sisi tunajaribu kulifanya limeremete, minara mizuri mikubwa, mahali pazuri pakubwa mno. Si ndo madhehebu wanafanya hivyo? Na leo vishakuwa kwenye ujumbe na maua wanaweka hapa, wanaweka maua na nini ndo nini. Mungu aangalie hivyo vyote. Mahali pazuri pakubwa mno, hatuna budi kuwa na lililo bora zaidi kuliko Methodiste ama lililo bora zaidi kuliko Baptiste. Nasi sote tunajaribu kushindana na Katoliki. Nasi tuna michezo ya karata na karamu na vyakula vya jioni na burudani na kila kitu. Sikia, kanisa kamwe aliwezi kulinganishwa na ulimwengu. Kanisa gani? Bibi harusi hawezi linganishwa na ulimwengu. Unawezaje wewe pamoja na burudani za kanisa lako kujilinganisha na shirika la Masoni ama yeyote wa watu hawa wanaoweza kufanya burudani? Hayo ni maeneo yao. Unasikia nabii anavyosema, usijaribu kwenda kwenye maeneo yao. Madhehebu, shirika zozote ambazo zinazofanya mambo yao, usiende kule. Jo, maeneo yako wewe mwana ujumbe. Unaenda fanya nini? Tifrani niko naenda kuwahubiria Injili. Hapana, utatekwa. Tunasikia? Usijiunge nao. Sikia, bali tunacho kitu fulani wasicho nacho. Sie tuna kitu ambacho ulimwengu hauna. Tunaye Yesu. Acheni waje huku kama wakitaka kitu. Unasikia nabii? Sasa ule pastor wenu anaenda kwa madhehebu eti baba yangu akirondo huyu. Anaenda fani mjinga. Branham anasema usiende kwao kula, wana kitu kule. Madhehebu hakuna kitu. Frere, mimi hivi kwa sababu hapa hakuna kusanyiko hapa, mimi naenda wangu kwa madhehebu tu, nitakuwa wangu wa madhehebu. Ona ule. Haujui neno. Nabia kuambia hapo, watu walimwengu hawana kitu ambacho sisi tuko nacho. Sisi tuna Yesu, wao hawana Yesu. Acheni waje huku kama wakitaka kitu. Dumuni katika Kristo. Tunaye Yesu. Wao hawata nini? Hawawezi kuwa na Yesu mpaka waje huku. Unasikia huku? Madhehebu hawana neno. Hawana kitu. Na ndio maana leo kuko ujumbe wa kuambia watu watoke kutoka kwa tatu, watoke ku madhehebu. Ni wito sasa wa kuita mtu atoke kukanisa, aingie kukanisa tena. Tunasikia vizuri?
tutoke kwenye madhehebu. Mungu anatuita kwamba tutoke kwenye. Sasa ndio nashangaa tena, wewe mwana ujumbe unajiita huko mwana ujumbe wa miaka na unahubiri miaka eti tena unaanza ushirika na wanani na madhehebu. Uko na akili? Roho Mtakatifu anakuambia mutoke ku madhehebu. Je, kwa kutoka ku madhehebu ndio ilisema kwamba haiko wa ndugu zako? Kwa swala ya neno mko sawa sawa? Hapana. Sasa wewe unaenda fanya ushirika na wanani na madhehebu. Branham naye alikuwa anafanya, aliendelea kuvifanya, mbona walimkataa? Kama kweli wao walikuwa wanampenda nabii na walikuwa wanamkaribisha kwenye makanisa yao, mbona walimkataa? Kwa nini walimkataa na wakati yeye ndo alikuwa na neno? Sasa wewe ndio unaenda kitwa tu hivi, mjinga, au jui neno. Na kwa sababu uko na roho ya madhehebu ya kuanguka, ndio maana tena unarudia na yeye anasema ni sawa sawa na chura. Chura tu ni chura. Ndio injili inavyofanya. Wakati injili inapohubiriwa inaleta nyoka, chura, makobe, mandomondomo. Wasikia vizuri Na kuna kuwaka aina nyingi ya masamaki, lakini kuko aina special yenye ule mvuvi anaitafuta. Ndio nabii anasema hawawezi kuwa na Yesu mpaka waje huku. Ndipo tunapokuja huku tumeondoka kwenye maeneo yake. Tunasikia vizuri nabii huyu. Sasa huyo roho nabii anasema hivi, son esprit vit dans l'église aujourd'hui. Roho ambaye alimtoka Yesu wakati anakufa pale msalabani anaishi ndani ya kanisa leo. Sio madhehebu, ni bibi harusi. Na sio kila kanisa ya ujumbe. Tunasikia vizuri. Son esprit est ici maintenant. Tuko tunaelewa nabii. Yule roho ambaye alikuwa ndani ya Yesu iko leo hapa. Ndani ya nani? Ya mjumbe wa wakati wa leo. Ndio yule roho amekuja ndani ya Branham kwa ajili ya kufunua neno. Alisema kwamba roho atakapokuja atawafunulia na mengine ambayo mimi sikuwaambieni. Si ndio alisema? Sikia. Son esprit ici maintenant. Son esprit est parmi son peuple. Unasikia? Roho wake iko mu watu wake. Il se confirme non pas par une certaine chose, il peut confirmer qu'il est vivant par ceci. Il peut confirmer qu'il est vivant par le coucher du soleil. Yeye anajizihirisha sio kwa jambo fulani kama hili, anaweza kujizihirisha iko hai hapa au kupitia kwenye kutua kwa jua. Il peut confirmer qu'il est vivant par sa parole. Anaweza akadhibitisha kwamba iko hai kupitia neno lake. Il peut confirmer qu'il est vivant par son esprit qui est dans la salle maintenant. Unasikia huko? Anaweza akajizihirisha kama iko hai leo hata kwenye tuko mahali hapa, près des hommes et des hommes qui voudront s'abandonner à lui, hata akiwa karibu ya wanaume na wanawake ambao watakuwa tayari kujitoa kwake. Amen. Abandonnez-vous à lui. Vous dites, que se passe-t-il, frère Branham, quand vous voyez ces visions? Nabii asema nyie mjitoleeni kwake tu. Nabii akamuuliza swali, sasa kitu gani kinafanyia wewe ndugu Branham uwe napata maono? C'est tout simplement que j'ai un don qui me permet de me détendre, de mettre William Branham de côté. Le plus grand ennemi que j'ai, c'est William Branham. Adui wa kwanza wa Branham ni nani? Unakumbuka sasa wakati tulisemaga habari za, kuna kipindi tuliongeleaga nikasema kuna sehemu nabii anakuambia kama adui wa Branham ni Branham mwenyewe. Sawa Adui ni nani sasa? Si ni mwili? Sawa Unakumbuka nani uzao wa nyoka?
Adui ambaye alikuwa mshamba la Eden alikuwa nani? Ni nyoka, Shetani. Si ni kweli? Si ni Shetani? Si ndo alivuruga Eden? Shetani alitembea mule na maandiko inasema Shetani alikuwa Edeni. Alikuwa namna gani? Shetani alitembea wapi? Na wakati Shetani ni malaika, ni roho, alitembea wapi? Alikuwa incarne. Tunasikia vizuri? Alikuwa ndani ya mtu Shetani, yaani ndani ya mwili wa Adamu mulikuwa Shetani na mulikuwa Mungu. Tunasikia vizuri? Na ndio maana mwanadamu anapozaliwa anakuwa na roho hizi, Shetani na Mungu. Branham anakuambia adui mkubwa wa William Branham ni nani? Ni William Branham mwenyewe. William Branham nani? Mwili. Tunasikia vizuri? Tena kwenye ujumbe wa la force parfaite la faiblesse parfaite, tena Branham anairudia hivi, eti adui namba moja wangu ni mimi mwenyewe. Adui wa Branham ni Branham mwenyewe. Unasikia huko? Kwa hiyo Branham alikuwa Shetani eh? Unasikia maandiko huko? Na ndio maana uzao wa nyoka inashindana watu kuifundisha. Ataifundisha aje? Atakuwa iko mbele, iko nyuma. Iko mbele, iko nyuma, hata vieleo. Tunasikia vizuri? Hii somo hii itakuwa nairudia kila wakati, kwa sababu ndio kwenye kulianza chimbuko kule ya maanguko baada ya kutoka mbinguni. Mshamba la Eden amkukua watu watatu, mulikuwa Adamu na Hawa tu. Huyo nyoka ambaye mnazikiaga, nyoka alikuwa mjanja kuliko wote. Kuko mwenye iko na akili kwa wanyama wote kuzidi mwanadamu? Hakuna. Mbuzi hivi iko na akili kunizidi? Lakini si tuna mwili mmoja. Na ndo alikuwa mshamba la Eden. Nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa kondeni aliowafanya Bwana Mungu. Branham akasema kwa nini sisi madhehebu? Akasema huyu mwanadamu alikuwa mshamba la Eden kabla. Tunasikia vizuri? Na Branham anasema serpent était ancien, le serpent ancien. Nyoka alikuwa wa zamani sana kabla ya Adamu. Adamu gani? Ule wa roho. Adamu kabla hajaja muroho. Sikia, tunaenda kuvingine. Kwani sisi madhehebu Sikia hapa nabii anasema 45 anasema hivi. Je, mlipata kujua? Sasa sikilizeni enyi wanawake. Ninyi wanawake wa Kristo wazuri na wenye haki, ndio kitu kizuri sana ambacho Mungu angaliweza kumpa mwanamume. Kama sivyo angempa kitu kingine tofauti. Unasikia huko? Kitu kikubwa ambacho Mungu anaweza akazawaidia mwanadamu, mwanaume, baada ya Roho Mtakatifu ni mwanamke Mkristo. Sio kila mwanamke. Ndio maana nilikuwa nilisahihisha ile wimbo eti qui trouve une femme trouve le bonheur. Qui trouve une bonne femme, anayepata mke mwema mcha Mungu ndio anapata kitu chema. Tunasikia vizuri? Sio kila mwanamke ambaye ni mzuri kwa mwanaume. Sefo. Tunasikia. Wengine wako na wake mnyumba lakini sio zawadi ambayo Mungu alimpa. Ndio maana unakuta miaka na miaka hawasimami. Na wanaenda kanisani Je, ulipata kujua? Sasa sikilizeni, enyi wanawake.
ninyi wanawake wa Kristo. Unaona nabii kisa anavyomalizia, ninyi wanawake wa Kristo wazuri na wenye haki, ndio kitu kizuri sana ambacho Mungu angeliweza kumpa mwanamume. Kama sivyo, angempa kitu kingine tofauti. Naam Bwana, unaona mwanamke hata hakuwa katika ule uumbaji wa asili. Tunasikia vizuri? Mwanamke si kitu kilichoumbwa cha Mungu. Unasikia nabii? Mwanamke hakufaa nini? Je, tukisoma maandiko inasema hai. Sikia brother, Biblia sasa. Hapa Mwanzo 1 hapa. Mwanzo 1. Sikia. Hapa 1:27 inasema hivi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba. Kwa mfano wa Mungu aliumba nani? Sikia. Alimuumba mwanaume na mwanamke aliwaumba. Lakini hapo Branham anakuambia mwanamke hakukuwa, alipinga hapa. Alipinga Biblia. Biblia ndio inasema hapa, labda sikusoma vizuri. 1:27 inasema hivi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Sawa? Mungu akaumba mtu mmoja. Sawa? Kwa mfano wake, mfano wa roho. Yaani Mungu ni roho, aliumba mwingine ambaye anafanana yeye kwa roho. Sawa? Sasa huyu mtu ambaye aliumbwa kwa mfano wa roho, ndani yake ya huyu mtu mulikuwa roho nyingine. Tunasikia vizuri? Mulikuwa roho nyingine ambayo ndio alikuwa sasa mwanamke. Sawa? Mwanamke alikuwa ndani ya huyu mtu mwenye aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Sasa asingeonekana kwa sababu alikuwa sous-produit. Nasikia? Asingeonekana yule mwanamke kwa sababu alikuwa bado anafichwa. Ndio inamaanisha hapa hii Mwanzo 1:27. Kwa sababu maandiko hapa, kama ni hivyo, maandiko yangesema Mungu akawaumba watu kwa mfano wake. Lakini maandiko isema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Unasikia huko? Tuende polepole. Yeye ni zautuka la mwanamume, yaani sous-produit mwenye alitoka, lakini tayari alikuwa ndani ya Adamu ule mwanamke. Tunasikia vizuri? Adamu alikuwa anatembea mule mshamba la Edeni, anatawala wanyama na ndege wa angani. Tayari Eve iko ndani. Roho wa kike iko ndani yake. Tunasikia vizuri? Ni zautuka. Mungu alimuumba mwanamume akiwa mwanamume na mwanamke pia. Nasikia huko Mwanzo 1:27. Vile kisa Adamu alivyoumbwa kwa sura ya Mungu, roho wa Mungu, tayari mwanamke alikuwa pale. Lakini alikuwa sous-produit, alikuwa aonekana. Ndio ukisikia nabii anakuambia mwanamke hakukuwa kwa asili, ina maana kuanzia ule mtu mmoja eti kwamba Adamu ambaye aliumbwa hapa aonekane na Eva aonekane hapa. Ndio asili ambayo nabii anasema hakuwepo. Nazinzia? Tunasikia vizuri? Sio kwamba eti Mungu aliumba Adamu hapa na Eva hapa. Kwa sababu kusingelikuwa eti kwamba Adamu ndo wa kwanza. Si wote wanaumbwa pamoja. Sasa aliumba huyu mmoja, huyu sasa akawa ndani. Akawa sous-produit. Ndio maana unasikia Branham anakuambia mwanamke hakuwa kwenye asili, hakuumbwa kwa asili. Sio kwamba eti hakuwepo, alikuwepo lakini hakuumbwa kama Adamu. Tunasikia vizuri? Kama jinsi Mungu alivyosema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, na mtu akaonekana pale.
hakuonekana vile Eva, lakini kule kuonekana kwa mtu pale, mfano wa Roho wa Mungu tayari alikuwa ndani ya ule mtu, lakini hakuonekana huu mwili wa mwanamke unatembea pale. Hapana, ulionekana mwili wa nani? Wa Adamu. Unasikia vizuri? Ni kama Yesu vile alivyokuwa anatembea hapa duniani, vile alikuwa na bibi harusi. Bibi harusi alikuwa ndani yake. Unasikia vizuri? Niko nataka kutoa hii panse hapa. Mungu alimuumba mwanamume akiwa mwanamume na mwanamke pia, ndipo akawatenganisha. Sawa eh? Ndipo aliwatenganisha wapi? Nataka nini? Ndipo akawatenganisha. Sawa eh? Sikia nabii anavyosema sasa. Na baada ya mwanamume kuwa ameishi duniani na kuwapa wanyama majina na kuishi hapa kwa muda mrefu. We, toka hapa. We. Hiyo waweka distraction hivyo. Hiyo kitu mnafanya hapo. Ni distraction hiyo. We, toka hapo. Toka hapo we. Nitakuchapa. Mapepo yako we. Ndipo akawatenganisha. Tunasikia vizuri? Hapa Adamu, wakati alipokuwa Adamu 1:26 alikuwa roho pamoja na Eva alikuwa ndani yake, roho wa kike. Kwa kuwatenganisha sasa, ilibidi ile roho iwe ndani ya mwili. Tunasikia vizuri? Na ndo kwenye alitenganisha. Sasa nabii anasema hivi, ye ule Adamu wa roho kabla hajakuja kimwili, ule wa mwili ule alikuwa anaishi hapa duniani miaka. Tunasikia vizuri? Ndio nasikia le serpent hivi na ni nani? Adamu alianza kuishi katika mwili wa nyama, miaka iko hapa. Kabla Adamu wa roho hajakuja kuingia. Tunasikia vizuri? Branham ndo anasema, ndipo akawatenganisha na baada ya mwanamume kuwa ameishi duniani na kuwapa wanyama majina na kuishi hapa kwa muda mrefu. Unasikia huko? Yeye alitoa ubavu kutoka ubavuni mwa Adamu kama zautuka na kuufanya mwanamke kutoka kwake. Kwa hiyo mshamba la Edeni mulikuwa watu wawili, Adamu na Hawa. Nyoka alikuwa ni ule mwili wa udongo. Ndo adui. Sawa? Ndo adui. Leo hivi hatupigani na adui wa mbali wa nini. Ndio ile adui wa mtu ni wa nyumbani. Ni wewe mwenyewe. Nyumbani gani? Ni unakuwa ni kulogota maandiko tu. Frere, adui wako ni wa nyumbani. Ndio kwa wewe ndio hii adui. Nani? Wewe mwenyewe. Haiko kweli? Mkizaliwa watu wawili watatu, hamko mwili mmoja. Sasa. Na mwili na roho na wewe ni nani? Si ni mwili mmoja. Si ni wewe mwenyewe. Branham anasema hapa, adui mkubwa wa Branham ni nani? Ni Branham mwenyewe. Kwa sababu ndio maana anakuzuia wewe usifanye mapenzi ya Mungu.
Kuko mtu mwana anakuja kukushawishi, leo mimi sitaomba. Kuko mwana alikwambia usiombe? Si adui wewe mwenyewe. Na ukiendelea hivyo na ndio shetani anazidi kuingia ndani yako. Anakuregeza, kila kitu unaanza ona ni kawaida. Unasikia huko? Adui anakuwa wewe mwenyewe. Le plus grand ennemi que j'ai, c'est William Branham. Il est toujours en travers mon chemin. En travers de mon chemin. Unasikia huko? Adui wa kwanza ama adui mkubwa ambaye niko naye ni mimi William Branham. Naye daima anakuwa mbele, anakuwa munjia yangu kila wakati. Il est toujours en travers du chemin de Dieu. Yeye ndo anakuwa mbele katika njia ya Mungu ya kumzuia mimi na Mungu. Dirais-je, ningesema hivyo. Il se met toujours en travers du chemin de Dieu. Il est trop fatigué. Unasikia nabii anavyosema. Adui yeye anakuwa nini? Mzaifu wa kutoka sana. Il ne veut pas faire ceci. Il ne veut pas faire cela. Sio kweli? Na kazi yote mtu aombe. Sawa kama leo hivi. Kama usingesema hapo bado isingefanyika. Hata wazo lilikuwa sina. Adui. Yaani vile sasa zingenelea pale na naenda kukazi tu naenda. Yaani usingesema tungekaa hapa hivi. Nini? Adui. Haiko nini? Fatigue. Sana. Tunasikia vizuri. Si seulement je peux crucifier ces gars, Dieu peut utiliser cela. Unasikia nabii anasema. Nabii anasema kama laiti huyu adui Branham huyu kama naweza kumtoa nini? Kafara. Kumuua. Kumtoa kama zabihu. Ndio il me faut la mort pour naître en Dieu. Yaani utu wako wa zamani wa kibinadamu ufe ili Mungu aweke wengine mpya. Ndio nabii anasema mimi ambaye nasababisha kikwazo katika njia ya Mungu, udhaifu ambao ndani yangu mimi Branham unasababisha Mungu asifanye kazi vizuri ndani yangu. Tunasikia vizuri. Na ndio maana ukiangalia kanisani ukiona mambo mengi ya kimungu hayatendeki. Tatizo adui wamejaa mkanisa. Yaani mmoja baada ya mwingine. Kwa sababu gani? Wewe mwenyewe ambao unajiita Mkristo, maisha yale ambayo yanatakiwa ya Ukristo au yafanyi, tayari unakuwa ni adui mbele ya Mungu. Na ndio maana unakuta vitu vingine vya kimungu tunabakia na historia. Tunabakia tu kusimuliwa na kusimuliana. Tulifanyaka vile, tulikuwa tunafanya hivi, ilikuwaga vile, kwa fulani kilifanyika hivi. Lakini kwako kao hakuna kitu. Tunasikia vizuri. Nabii anasema si seulement je peux crucifier ce gars, Dieu peut utiliser cela. Laiti kama naweza kamuondoa huyu adui Branham, Mungu anaweza akantumikisha. Dieu peut utiliser ce corps. Unaona kisha namalizia sasa. Yaani mtu anatakiwa ajitoe. Kujitoa namna gani? Mawazo yako, kile kenye wewe unaona kama ndio ukweli na wakati si neno, unakiondoa, Mungu achukue nafasi. Huu mwili ndio adui. Branham anamalizia. Dieu peut utiliser ce corps, utiliser ce microphone. Ce microphone est mieux jusqu'à ce que je parle dedans. Nabii anatoa mfano wa mic. Mic hawezi ikasema kama hakuna sauti ya kupitisha. Kitabakia vile, na ndivyo ilivyo mwanadamu nani mic ni microphone. Microphone haitafanya kazi ya kupeleka sauti kwa mbali kama hakuna mtu wa kuisemesha. Ili msikie sauti za mzuri kule ni kupitia microphone. Si ni kweli?
Hata studio usifikiria wote ba frère na base wenye wanaimba kitu wanakuwa na sauti za mzuri. Vyombo ndio vinakuwa vinaboresha. Hilo ndio sikia frère ana sauti, hapana, vyombo vishafanya kazi. Sawa Na ndio gisi Mungu anataka. Ndio gisi Mungu anataka. Wewe ujiondoe, yeye akuchukue kama microphone. Hii microphone itakataa kushikwa. Unaona? Sasa sisi tukingai tunakatala, na ndio maana Mungu hatutumikishi. Au akitumikisha kidogo tunavimba. Tunaanza vimba eti unaona? Bale bote mimi ndio nilibabatiza bale. Ndio nini? Na Mungu akichakuona vya nakuacha. Tunasikia vizuri. Hiyo kiburi kishaanza ingia vya nakuacha. Na ukiona unaendelea na unafanikiwa, nguvu za upotevu ziko ndani yako. Microphone haikuagi na lalamika. Eti nishatoka hivi na vile. Sawa? Inatumikishwa jinsi yule mtumiaji anavyotaka. Unaona kisi nabii anatoa mfano hapa mzuri. Sikia. Dieu peut utiliser ce corps, utiliser ce microphone. Ce microphone est muet jusqu'à ce que je parle dedans. Ou que quelqu'un parle dedans. Mais il ne peut pas parler de lui-même. Microphone inaweza sema yeye yenyewe. Lakini leo tuko na wahubiri ambao wanasema wao wenyewe bila nani? Bila Mungu. Ndio maana shida zinaonekana mkanisa. Sio Mungu mwenye alimtuma, Mungu akumwambia vile, anajipermettre yeye mwenyewe tu. Anaenda tu mkanisa na kuongea tu. Comment un homme peut-il voir une vision? Comment un homme peut-il guérir une personne malade? Unasikia nabii anavyosema. Mwanadamu nani ambaye anaweza akaona ono? Huko mwana uwezo wa kuona ono. Si hadi apewe na Mungu. Na utaipewa, hauwezi ukaipewa kama uyajitoa kwa Mungu. Na hata kuombea mgonjwa. Sawa? Na anapona. Hauwezi ukamwombea na akapona kama wewe hujajitoa kwake. Ukiona mtu anafanya kazi ya Mungu na miujiza inaonekana na wagonjwa wanapona, sawa Na huku yeye anajibombe tose, anajiwekea kifua mbele. Hana chochote. Anapewa nguvu za upotevu. Comment l'imposition des mains peut-elle ramener à la vie un enfant mort et ainsi de suite? Unaona nabii Kristo anauliza yote maswali. Namna gani tu kumwekea mtoto mikono mwenye alikuwa shakufa na afufuke? Mikono hii ya kawaida inaweza afufua mtu? So inahitajika nguvu zingine. Ndio sawa sawa na mic. Sio tuko ma microphone. Inapaswa nyuma ya microphone kutoke sauti yenye itafanya kazi. Na ile microphone haitalalamika eti kwamba nisha kawia hivi. Ciao. Comment l'imposition des mains peut-elle ramener à la vie un enfant mort et ainsi de suite? Comment cela peut-il se faire? Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu dans cet homme. Unazikia nabii. Mwenye anahubiri haiko mwanadamu, mwenye anaombea wagonjwa haiko mwanadamu. Ni Mungu akimtumikisha. Mwenye anatoa sauti ya mzuri, sawa? Haiko microphone, ni mtu. Ndio anatumikisha ile microphone. Sasa leo watu wanaenda sifia nini microphone, wanasahau sauti ilinena wapi nyuma ya microphone. Ndio shida. C'est Dieu dans cet homme, juste de la même façon que Dieu, sikia sasa. Sikia Branham. C'est Dieu dans cet homme, ni Mungu ndani ya mtu yule, kama vile kwa namna ile, juste de la même façon que Dieu est dans le coucher du soleil. Dieu est partout. Unasikia huko? Kama jinsi Mungu alivyo ndani ya jua ambalo linaenda kufanya nini? Kuzama. Coucher du soleil ni wapi? Si Marekani. Yesu kama vile Yesu ambaye ni Mungu, ambaye kama jinsi alivyokuwa ndani
ya mwili wa Galilaya Mashariki, kazi ile ile aliyoifanya, kwa sababu na yeye Yesu alikuwa asema haya ninayoyafanya sio mimi bali ni Baba aliye ndani yangu. Na ndivyo ilivyo tena katika kuzama kwa jua wakati wa jioni, yule Mungu tena ndivyo atakavyofanya, na ile chombo ambayo atakaitumikisha haitasema kwamba yeye ndio anafanya vile, bali atasema kuna mtu fulani, Mungu mwenyewe ndo anatumiki. Ndio maana anasema namna gani mtu anaweza akaona maono bila Mungu? Sawa. Tutaendelea, unaiacha pembeni, tusome ujumbe wa mwisho hapa. Kiongozi Gida Sikia Branham anasema hapa, tamalizia hapo. Sikia nabii hapa 31 anasema hivi: kiongozi, Mungu katika Agano la Kale aliwatuma manabii. Agano la Kale alituma manabii, wao walikuwa viongozi. Tunasikia vizuri? Mungu katika Agano la Kale aliwatuma manabii. Yaani ukikataa kile ambacho nabii alisema kwa wakati wako, unakosa Mungu. Tunasikia vizuri? Wao walikuwa viongozi, kwa maana neno la Bwana liliwajilia manabii. Wao walikuwa viongozi, waliwafundisha watu kama tulivyosema jana usiku juu ya Isaya na Uzia. Wao walifunzwa, nao waliwafunza watu na kuwaongoza. Wanani hao? Manabii. Na sasa Mungu daima amewatuma viongozi wake. Yeye daima hajakosa kuwa na kiongozi katika nyakati zote. Yaani tangu uumbaji kule hadi leo Mungu iko na kiongozi ambaye anamtuma, na ni watu na ni manabii. Unasikia vizuri? Waliomkataa Musa walimkataa nani? Mungu. Waliokataa Nuhu walikataa nani? Mungu. Nyakati zote hii na leo hii wenye watakataa Branham, sikia huko. Ndio tena ule nilisikia ule anaanza il y a les gens ici, il faut nous pointer Jésus. Il y a des gens aujourd'hui qui parlent ici seulement, ils disent que dans le mariage, dans la brochure mariage, frère Branham me dit, pourquoi tu ne dis pas le Saint-Esprit a dit? Uko naelewa, uko nafanya. Unajua Roho Mtakatifu wewe?
Wewe utasema kwamba unaacha ujumbe, unaanza vyako ya madhehebu. Wewe tena unaanza kugusia vya Branham ya nini? Vinakuhusu nini? Unaona kisi watu wanavuka mistari ya neema. Wao wanafikiri kwamba wanakomoa wale wapasteri wale wandugu ambao wanaosimamia neno. Wanashindwa kuwekwa ndio kukufuru vile. Maandiko ukinena zidi ya Roho Mtakatifu kwa wakati wenu hauna msamaha. Wao wanafikiri wanaongea na papasteri. Chaque fois, frère Branham a dit, frère Branham a dit. Il faut dire la Bible. Nous retournons à la Bible. Twende polepole. Tunarudia kubibilia. Sasa kama wewe unarudia kubibilia, kumadhehebu hawahubiri Biblia. Si wanaihubiri? Sasa kwa nini uliamini ujumbe sasa? Na Biblia ni ile moja. Unaona confusion? Roho za upotevu. Kila wakati, hata kama wewe ungelikuwa wakati wa Biblia, ungekataa. Ndio nabii anasema hivi. Je, wakati Nuhu alipoleta huu ujumbe, wewe ungejiweka kwenye kundi gani? Ndio nabii alisema. Kama walivyokataa Nuhu, na ndio leo watu watavyokataa tena neno la Mungu. Tunasikia vizuri? Wakina Kora na Wadatana wa Abirahamu balikuwa ni bafrere wa mkanisa. Tena ndugu yake ya damu ya nani? Ya Musa. Baba mkubwa na baba mdogo, familia moja. Kora. Tunasikia? Biblia ndio inasema. Amram na ule nasahau jina lake baba yake ya Kora pale. Baba na mama, baba mkubwa na mdogo. Tunasikia? Kama bendera vile na pasta pale. Balikuwa ni bandugu mkanisa. Lakini mmoja alienda kuzimu. Tunasikia vizuri? Na ndivyo ilivyo leo. Mungu tena alituma nani? Kiongozi. Nani? Nabii. Roho Mtakatifu ndani ya nabii ndio kiongozi. Sawa? Kwa sababu Roho Mtakatifu hawezi akafanya chochote bila mwanadamu. Na mwanadamu hawezi fanya chochote bila nani? Bila Roho Mtakatifu. Jote ukiviweka pamoja ndio vinaonekana. Ndio Mungu anadhihirika sasa. Wao walikuwa viongozi, walifundisha watu kama tulivyosema jana usiku juu ya Isaya na Uzia. Wao walifunzwa, nao waliwafunza watu na kuwaongoza. Na sasa Mungu daima amewatuma viongozi wake. Yeye daima hajakosa kuwa na kiongozi katika nyakati zote. Mungu daima amekuwa na mtu fulani aliyemwakilisha katika dunia hii katika nyakati zote. Tunasikia? Bwana abariki hao machache. Tusimame.